Mtazamaji wa Kishamba Media, mambo vipi? Uko vizuri? Mimi ni binti Po, Imelda Po. Karibu tufanye mazungumzo na mchungaji wa Simba kuhusiana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi kikijiandaa na mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Young Africans. Yanga ambao wanaendelea kushikilia msimamo kwamba mchezo huo hautambui mpaka pale ambapo bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB kutoa majibu nini ambacho kilijiri kwenye mchezo ama Machi 8 kwenye mchezo ambao ulikuwa umepangwa lakini ukaahirishwa kwa sababu za kiusalama na sababu nyinginezo. Yapi maoni yake mara baada ya kusikia wazee wa Young Africans ambao wameendelea na msisitizo wake, lakini pia atatupa kile ambacho amekiona kwa huu msimu wa mwaka 2025 mwaka 2026 kwa ajili ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi na namna ambavyo wanajenga kikosi chao kuelekea katika misimu ujao na kurudisha makombe Msimbazi. Naenda kuzungumza na mchungaji wa Simba. Mimi ni binti Po, Imelda Po, director Moji yupo nyuma ya kamera. Tuko na mchungaji wa Simba hapa. Tujuze kile ambacho ulikisikiliza kutoka kwa wazee wa Young Africans wakiendelea kusisitiza kwamba msimamo wao uko pale pale, mechi haichezwi bila wao kupata taarifa kamili kuhusiana nini ambacho kilijiri Machi 8 kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya watani zenu, dhidi ya watani wao Simba Sport. Mchungaji, kwema? Kwema kabisa, Mungu ni mwema sana. Maombi yanaendelea? Maombi yanaenda vizuri, tunamshukuru Mungu kwa yote. Unaomba sisi tushukuru kwa kila jambo. Hamna ndoto yote ambayo umeiona kama labda dabi inaweza ikachezwa? Cha ajabu mpaka sasa hivi bado sijapata. Ila tu wazee wa Yanga kitu ambacho wanazungumza ni misimamo yao. Lakini misimamo yao hii italeta athari kubwa sana. Kwa sababu endapo Yanga hatacheza hiyo mechi, hata kuja uwanjani itatengenezwa chuki. Sasa na mimi sipendi chuki. Hiyo chuki itatengenezwa baina ya nani? Viongozi na mashabiki? Viongozi wa TFF pamoja na Yanga. Itatengenezwa chuki ambayo itakuwa sio nzuri kwenye mpira wetu. Mimi napenda mpira uchezwe, sio mambo ya kupewa pointi za mezani. Sasa kama itafikia hatua msimamo wa Yanga utabaki hivi na bodi ya ligi itabaki na msimamo ule, ina maana kwamba dabi haitachezwa, na kama haitachezwa chuki itakuwa ni kubwa sana. Yeah. Kwa hiyo unaona kama Young Africans wako sahihi kwa kile ambacho wanakifanya? Kila mtu ana hoja zake. Ukiangalia Young Africa wao wanachodai, wanadai kwamba hiyo tarehe 8 wanataka kupata majumuisho ya tarehe 8, kwa nini dabi ya kuchezwa? Bodi ya ligi walisema mechi ya tarehe 8 ya kuchezwa kwa sababu ya kiusalama. Kwa hiyo mambo ya kiusalama hayakuwa mazuri zaidi, ndio ikapelekea kuahirisha ile mechi. Na ukiangalia TFF na ni bodi ya ligi wana majukumu ya kuahirisha mechi na kuiweka mechi ichezwe. Kwa hiyo wao ndio waliamua mechi ichezwe, lakini Yanga wakashikilia hapo mpaka leo. Na ukiangalia bodi ya ligi wanachokitetea, wanatetea kitu ambacho ni kweli. Wao wanakuambia sisi tuliahirisha kwa sababu hizi. Na kanuni ya kuahirisha sio kwamba wametoa kichoni mwao, wametoa kanuni zile zile ambazo walizitunga wao wenyewe watu wa vilabu. Kanuni zile zile ndio wameahirisha mechi. Sasa wao Yanga wanakuja wanasema tupe taarifa. Tupe nini wakati bodi ya ligi tayari wakatoka hapo wakaenda kasi. Ile cha kwenda kasi wakama wamazarau bodi ya ligi. Mwisho siku kasi wakamwambia rudi tena nyumbani. Kurudi nyumbani ndio hivyo wakakutana tena na bodi ya ligi. Bodi ya ligi wakapanga tarehe. Ndio hiyo sasa inasubiriwa hiyo tarehe 15. Kwa hiyo ukiwaangalia sana bodi ya ligi wana hoja ya msingi. Ukiwaangalia Yanga wao ni malalamiko. Sio hoja ya msingi, ni malalamiko. Na malalamiko ambayo Yanga wanayafanya sasa hivi ni malalamiko ambayo yataenda kuiumiza Yanga. Nina shaka inawezekana wanachama wa Yanga wamemchoka engineer. Kwa sababu wao wanakuambia akipeleka timu sisi tunamfukuza. Na jana wameamua wazee wasema kama atakubali kupeleka timu sisi lakini mimi nilikuwa najua kwamba engineer angepeleka timu. Kwa picha ya jana kwamba Yanga hatapeleka timu tarehe hiyo. Na kama hatapeleka timu tarehe hiyo, Simba atakuwa bingwa. Kwa nini wamchoke sasa engineer? Maana ndani ya uongozi wa engineer kila kitu kimekuwa sawa. Wamefika fainali ya kombe la shirikisho, wamefika tu ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambao hawajafika kwa muda mrefu, lakini pia wamechukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC mara 3 mfululizo pamoja na ubingwa wa FA. Kipi ambacho kinafanya wanachama wa Young Africans, wewe ni mwanachama wa Simba, utakuwa unazungumza na wanachama wenzio wenyewe na watani wa Simba na Yanga, mnakaa kwenye kao mnazungumza. Nini unafikiri kwa sababu gani wamemchoka engineer japokuwa na matokeo mazuri wanayo? Wale wamemchoka kwa sababu engineer mimi ninavyojua anataka apeleke timu. Ila kiangalia misimamo ya wanachama na wazee wa Yanga na wameshamwambia ukipeleka timu na wewe tunakufukuza. Sababu ya kumchoka ni ipi? Wao wanataka ashikilie msimamo ule ule ambao wao waliuweka kwamba hawatacheza. Lakini je, tunaangalia athari. Yanga kama hatacheza athari itakuwa ni nini? Athari itakuwa ni chuki baina ya nini? Ya bodi ya ligi pamoja na Yanga Afrika, ambapo jambo sitakuwa sio zuri.
Wengine wanaenda mbali zaidi, wanafikiri wazee wa Young Africans wametumwa na vilabu na viongozi wa vilabu, kwa sababu viongozi wa vilabu wakizungumza sana wanafungiwa na shirikisho la mpira wa miguu, lakini wanachama pamoja na mashabiki wao hawawezi kufungiwa. Wanaona kama labda wanatumwa, wanapushiwa na viongozi wenyewe Young Africans. Na ukiangalia kwa asilimia kubwa wao wanadai kwamba inawezekana kwamba Yanga wametumwa. Hapana, Yanga wao wanachotetea, wao wanatetea ile tarehe 8, kwa nini mechi iliahirishwa. Ndio hilo tu mpaka sasa hivi. Na wakaenda mbali wakasemeje, ikitokea bodi ya ligi itajiuzulu, bodi ya ligi itajiuzulu, wao watakuwa na shaka watacheza. Shida yao ni wale watu. Kati watu wawili, mtu mmoja jiuzulu ama wote wajiuzulu. Ndio shida ya viongozi washabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga wanachokitaka. Na ukiangalia hao jamaa wamesomea kwenye kanuni. Kanuni ndio zinawafavor bodi ya ligi kwamba wana uwezo kuahirisha mechi na kuiacha mechi kachezwa. Uwezo wanao wao. Wana uwezo kuahirisha mechi kwa kutumia kanuni walizonazo, kwa sababu hata hii mechi iliyoahirishwa haikuahirishwa kwa matakwa ya mtu, iliahirishwa kwa kanuni. Kanuni ndio iliahirisha hii mechi. Sasa wao wanadai kwamba leo unavyoniambia mimi nije nijiuzuru kwa lipi? Wakati kanuni zetu zinaturuhusu tubadilishe mechi au tusogeze mbele. Sasa kwa nini Yanga wanakuwa na tabia hizo? Ndio kitu ambacho bodi ya ligi nao wanashangaa. Kwa ujumla mimi nikutoa ushauri wangu. Ushauri wangu ni kwamba hivi, Yanga wangeleta timu. Mwaka 2021, 2022 msimu wa ligi kuu Tanzania bara waliweza kuahirisha mchezo na mchezo ukachezeka bila kuwa na malumbano. Unafikiri safari hii kwa nini mchezo umeahirishwa lakini kunakuwa na malumbano hasa na kati sio mara ya kwanza kutokea kwenye soka letu? Haina watu waliokutana nao. Simba wao hawana hiana. Uliona usiku ule wa mechi waliandika sikesho hatuchezi, mpaka bodi ya ligi irekebishe hili na hili na hili na hili. Umeona? Simba nao akasema si hatucheze, lakini Simba kwa wanasikilizia. Yanga wangepeleka timu, yani TFF bodi ya ligi ingeendelea na msimamo kwamba mechi iko pale pale. Simba angetia mguu, asingeacha kwenda. Ila Yanga wao ni tofauti na Simba. Simba ni timu ya mpira. Yanga sio timu ya mpira. Kwa nini? Yanga iliundwa kwa ajili ya kuleta uhuru. Baada ya kuleta uhuru ibidi ivunjwe kama kamati ya harusi inavyokuwa. Sasa wao wakaendelea nao mpaka leo, ndio shida inayotuletea shida mpaka leo. Matatizo haya ni kwa sababu iliungwa kwa ajili ya jambo fulani. Yaani Yanga iko hivi, ni watu wengi hawajajua. Yanga ililetwa au ilitengenezwa kwa ajili ya propaganda za kuleta uhuru wa nchi. Hasa bahati mbaya uhuru ukapatikana kwa propaganda kweli, ukapatikana kweli uhuru. Baada hapo Yanga ikuvunjwa. Kwa hiyo mpaka leo ndio unaona wanaishi hivyo. Ndio unashangaa sio wanakunywa supu, sio wanafanya vitu vya ajabu ya propaganda nyingi. Kwa sababu ni tayari ni kitu ambacho sio timu ya kimpira. Sema kama waliweza kuleta mabadiliko kinchi kama umezungumza hivyo, pia wataleta mabadiliko kwenye soka letu pamoja na waendeshaji wa ligi. Unaona mabadiliko yakienda kutimia kwa hizi ajenda ambazo wanaendelea nazo mpaka hivi sasa hivi? Siasa na mpira vitu tofauti. Wao bado wamebaki kwenye siasa. Hivi ushangae Simba walitoa barua hii wakawa wamemaliza, lakini Yanga yaani kila siku wanaambia hatuchezi, wanaambia tushawasikia. Bado watu wanakuambia hatuchezi ng'o. Yaani bado watu hawajaridhika. Tunakwambia hatuchezi, mara itisha wazee. Wakati siku moja tu tushaelewa Yanga hataleta, lakini bado kila siku hatuchezi. Sasa yote ya nini? Kwa hiyo Yanga special kwa ajili ya propaganda, sio kwa ajili ya mpira. Timu ya mpira nchini Simba tu. Na ndio maana mechi za kimataifa anafanikiwa, kwa sababu ni timu ambayo inajielewa. Yanga maelezo yanakuwa ni mengi. Hivi unajua wanavyogomea wanasema tutaona kama watachukua Simba watapewa ubingwa. Tutaona kwamba ligi itachezeka, haitachezeka. Umeona kazi hiyo? Kuna kauli wametoa kwamba alama 15 wakiondolewa na ndo mpira utakuwa unaishia hapo. Ndio hayo mambo nayokueleza hayo. Unaona sasa unanielewa sasa? Kwamba Yanga sio timu ya mpira. Yanga imekuja kwa ajili ya propaganda. Ingebidi baada ya kuchukua uhuru ivunjwe ile Yanga isiwepo. Sasa kinao cha kuwepo sasa, propaganda zinaendelea. Sasa uone wanatutishia sasa hivi wanakuambia sisi kama tutanyang'anywa pointi 15 mpira hautachezeka. Sasa wewe uone kwamba hao watu sio watu wa mpira. Wewe unaogopa propaganda zao? Mimi propaganda zao mimi kwamba naziogopa kwa sababu kitu kimoja. Kwamba zinakuja kuharibu taswira ya mpira. Unaona? Yanga haoni hatari kwenda mahakamani mkafungiwa. Wala haoni tabu wale. Wao walichoamua sasa hivi mpira sisi hatutaki, tunataka tujue hicho. Sasa hamtaki kwa lipi? Sababu za msingi mbona mtupi? Wanataka haki yao. Haki yao ipi? Wakati wale kwa sababu wao kanuni iliyotumika ya bodi ya ligi ndio ilivunja mechi. Na sio mtu kama yani sio bodi ya ligi kwamba walitoa kichwani mwao. Walitumia kanuni zile kuvunja ile mechi sichezwe. Sasa mnalaumu lipi? Wao wanakuambia sisi hatutaki. Sasa sijajua. Je, mimi nahisi sio swala la bodi ya ligi. Nje hapo kuna jambo lingine. Mimi na wasiwasi. Nahisi kuna jambo lingine kwa sababu ukiangalia mwenyekiti wa TFF walivyoshuka uwanja wa ndege
wakati anahojiwa pale alivyosema kwamba hao wacheza nini? Wacheza sinema wakalibeba lile. Bado unashanga kuna kitu wale, kuna siri wanayo ila watuambii. Lakini kuambia swala kuahirisha mechi hilo wala aliingia akilini. Kuna jambo lingine Yanga analo nyuma ya pazia ambalo linasababisha kuja kuharibu mpira wetu. Na nikwambie, Yanga kama hawataleta mechi hiyo tarehe 15, Simba atapeleka timu na atapewa pointi 3 na Simba atakuwa bingwa mpya wa kombe la NBC. Tuone Yanga kwa sababu sasa hivi wanatutishia. Wanatisha, wanasema sisi ndio mtatujua zile kina nani. Nyie kina nani? Kama mmeingia mchecheto hivi. Sisi tujenge mchecheto, sisi tuko vizuri. Ubaya bwela unafanya kazi sasa hivi pande zote. Yaani ile neno ubaya bwela sasa mpaka sasa hivi nafanya kazi kote. Unataka utaki. Yaani kama unavyoona Simba ilikuwa imefika dakika 90 zimeisha, zimeongezwa zingine mpaka goli lingine ndio mpira uishe. Na sasa hivi Simba wameamua mgombane msigombane, sisi tunachotaka ubingwa tuchukue. Kwa hiyo Yanga safari hii wamejichanganya kuingia katika anga hizi. Safari Yanga wamejichanganya. Mambo yamebadilika. Sasa Yanga ile ya zamani unafikiria mambo ya zamani ni yale yale. Mambo yamebadilika, vitu vimebadilika. Yanga inabidi wafuate kanuni, wafuate sheria, mpira uchezwe. Kwa sababu wamesema wachezi ng'oo, basi tusubirie mechi ikifika tarehe 15, sisi tutaenda, washabiki wengi tutajaa uwanjani, tutasherehesha pale. And then Simba atapewa point 3, mechi na Kagera sio na nani, tukabidhiwa kombe letu, biashara ishe. Sasa ndio kitu ambacho Yanga hakitaki. Uone kama hizo kauli zitaleta maafa kwenye mpira wetu, kwa sababu namna ambavyo wanasisitiza na mashabiki ambao wanawasikiliza, kwa sababu ni viongozi wa matawi, litaenda kutokea jambo jingine. Na wamesema tiketi zisikatwe. Na msitumie jina lake, jina lao. Jina tutatumia na Yanga tutaisema na Simba atachukua ubingwa. Yaani vyote. Yanga amekuwa nani anatishia watu? Kwa sababu anatishia mpaka watu wa ligi kuu, wanasema vilabu vingine vikatae kwa sababu wale washawishi mkatae, kwambia wengine wanasema tukatae kwa lipi? Mbona sisi tunaona fresh tu, wanasema kataeni. Kwa hiyo Yanga wanachofanya ni sisi kutuzubaisha. Wana Simba hawazubai, nyie endelee na propaganda na bodi ya ligi, sisi tunasubiri tupewe kombe letu, mje uwanjani msije. Wao safari kumkaba huyo wanaitwa nani? Huyo Mpanzu na Kibleris. Ndio shida hiyo. Mwenda atamkaba kweli, Mpanzu ataanzia wapi? Yanga wanawezeka. Huko ndio kuwezeka huko. Kwa sababu Yanga, mimi ninavyoifahamu Yanga siku zote ni watu ambao wao siku zote wamesimama katika misimamo. Misimamo yao mwisho siku inakuwa haina tija. Ni msimamo ambao una tija. Sasa hofu inakujeje? Yanga asipopeleka timu atanyang'anywa point 15. Akikubali engineer hana kazi. Wameweka wakati mgumu sana yule bwana yule. Mpaka namuonea huruma engineer watu. Kama engineer ndo anayeteseka. Anaumia kwa sababu gani? Yeye ni mtu wa mpira. Anatamani mechi ikachezwe. Ila akiangalia wale wazee anavyowajua kwa misimamo ile, mpira ataupeleka vipi? Kwa hiyo viongozi wa Yanga wana hamu kupeleka timu uwanjani, lakini wanachama ndio hivyo tena wameamua wao wagome kupeleka timu uwanjani. Na wanachama wana nguvu, usikudanganye wa Yanga. Wana misimamo, wale wazee sione vile wale. Wale wakiamua lao ndio hivyo. Wao walishasema wachezi na wachezi. Na sisi tunaomba kwa Mungu, Mungu saidie Yanga wasije Simba chukue ubingwa. Hivyo tu. Kwa sababu inawezekana Mungu kapanga safari Simba chukue ubingwa kwa design hiyo. Kwamba wasije alafu Simba achukue ubingwa. Kwa hiyo waendelee na msimamo hivyo kulumbana hivyo mpaka mwisho. Simba tuchukue unapata faida kwa wengine kugoma. Hiyo ni raha nayo. Ndani ya miaka 4 hatujachukua kombe lolote. Kwa hiyo Yanga kama hata kuja hiyo ni faida kubwa sana. Na tunaomba asije. Hivyo asije. Wagombane hivyo. Mara unashangaa hawa hapa. Waje sasa. Alafu wanapata ushindi. Ila mimi matumaini nayapata kwa wanachama na wazee wa Yanga. Kwa msimamo ule timu hawaleti. Kwa mfano wanakuja na mnafungwa. Mwanangu itakuwa issue nyingine hiyo. Yaani mpaka sasa hivi na sio wametupumbaza unajua. Hatuji. Na sisi tunaaminishwa kama kweli hawatakuja. Ila mimi nikifikiria kwa akili Yanga hawezi kuleta timu. Hawezi. Kwa misimamo ya jana ile. Mwasema mkipeleka timu tutachoma jengo. Sijui kama hawezi kuleta timu. Jengo wanaweza kulichoma? Wao wanachoma watu wa Yanga wana akili. Walimfuataga mchunga nyumbani kwake akamwambia chama unaachia uachii madaraka. Akaachia. Bila hivyo nyumba wangechoma. Yanga ni watata. Si watu walioleta uhuru. Watu waleta uhuru ni watu wema. Watu waleta uhuru ni watu watata siku zote. Timu staarabu ni Simba. Simba barua yao ni moja tu. Akishasema basi hawana mambo mengi. Kwa sababu ina wasomi, ina mchungaji, ina watu wanaiombea timu. Kwa hiyo ni timu ambayo imejipambanua. Ndio maana ni timu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Ni timu ambayo haina mambo mengi, ni timu ya mpira. Maoni yako kwenye ligi kuu NBC kwa msimu huu. Mmeanza kikosi msimu huu kwa maingizo mengi na kauli mbiu yenu ilikuwa tunatengeneza kikosi ambayo mwalimu anaishi nao mpaka mwishoni mwa msimu huu ambao umesalia michezo 3. Tuambie maoni yako ni yapi na ulitarajia kuona hicho ambacho mkipata. Umefika finali, umefika nusu finali na sasa hivi unagombania ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Huenda una kombe lenyewe mkalichukua. Ubingwa si kama sasa hivi hasa hawaji ili tunachukua. Shida inakuja kwenye usajili wa mwaka kesho. Usajili wa mwaka kesho na hivi tufanye usajili mkubwa. Eneo gani sasa? Kuanzia striker, kiungo
namba 10 na beki wakati. Maana tunaenda sasa kwa baba sasa. Tunaenda kwa baba klabu bingwa. Klabu bingwa baba inakutana na watu wenye uwezo kuliko unavyofikiria. Sio watu wa kubahatisha kama unavyoonaga huko shirikisho. Unakuta unakutana Mamelodi, National, Zamaleki, sijui Kaizer Chiefs, unakuta sana Orlando, unakutana na timu ambazo kweli zimejizatiti kwa ajili ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kule kunahitaji tupate watu wenye uwezo mkubwa. Bahati nzuri uongozi wa Simba ni sikivu. Watafanya jambo hilo. Wameshaanza na namba 10, nasikia tayari. Kwa Mabululu anaitwa sema Mabululu namba 9, na sio kwenye process namba 9 hiyo, na kuna kiungo mwingine kutoka Ghana. Simba itaenea tu. Watu 4 tu wanahitajika. Watu hawa 4 ili mwaka kesho. Na target za mwaka kesho ni Simba kufika nusu ya klabu bingwa. Target za mwaka huu ulikuwa ni Simba kufika nusu kombe la shirikisho. Katupa bonus, tumefika finali. Maana tumeachieve target. Kwa hiyo sisi hatuwadai viongozi wa Simba, hatumdai kocha, na ndio maana hakuna mtu anayemnyosha kidole kocha. Maana amefanya kitu kikubwa sana. Na huku ubingwa huko tunaweza tuka. Tena ameanza kumendewa vipi? Aondoke mtafute mwingine au muendelee na huyu tunaendelea kuwa naye kwa sababu huyu tuna malengo naye. Tunaendelea kuwa naye, na ukiangalia kitu kingine tumekubaliana na wanachama wa Simba, baada ya ligi kuisha tutafanya sherehe kubwa kuwapongeza viongozi wetu. Tuchukue ubingwa kombe la NBC, sisi tutawapongeza viongozi wetu. Tumeridhika kwa sababu sisi tulikuja kwa ajili ya kutengeneza timu, na timu imekuwa vizuri. Ilichohitajika sasa ni maboresho madogo. Tutafanya sherehe kubwa sana wanachama wa Simba, wapenzi wa Simba, tumekubaliana tutafanya sherehe kupongeza uongozi na Mangungu, mwenyekiti wa Simba, rais wa Simba Sports Club Mohamed Mo, pamoja na bodi ya Simba na msemaji wa Simba kwa kazi kubwa ambayo waliifanya. Hakuna kipindi ambacho Simba imekuwa wamoja. Hakuna kipindi ambacho Simba imefanya kazi kubwa kama mwaka 2025. 25 watu wamekuwa kitu kimoja. Viongozi wamekuwa kitu kimoja. Dalili njema ya makombe kuanza kurudi mwakani. Kwanza makombe yote tunaanza kuchukua sababu tulikuwa tunatengeneza timu na timu imeshaanza kusimama. Viongozi wamefanya kazi kubwa. Bodi ya Simba imefanya kazi kubwa. Msemaji wa Simba alikuwa ananyeshewa mpaka na mvua mpaka akapata na homa, amefanya kazi kubwa. Ni watu kuwapongeza. Sisi tunatabia kuwapongeza watu wakiwa wamekufa. Tupongeze watu wakiwa hai. Wajue kitu hicho kifanya. Viongozi wa Simba wamefanya kazi kubwa sana. Bodi ya Simba, rais wa Simba Sports Club kafanya kazi kubwa sana. Hao watu kuwapongeza. Hata ule mzee wa watu ule mzee Azim. Mzee Azim naye kafanya kazi kubwa sana kuwapa motisha wachezaji. Ni wote wanastahili kupewa pongezi. Msiwape pongezi watu wakiwa wamekufa. Wapeni pongezi wakiwa hai. Simba wameachieve target mwaka huu. Wanastahili pongezi. Wachezaji pamoja na benchi la ufundi wanastahili pongezi kwa kazi ambayo wameifanya. Ni kazi kubwa sana. Wachezaji wapya 14, kocha mpya, benchi la ufundi jipya wanakuja kufanya mambo makubwa kiasi hiki. Wanastahili pongezi. Umezungumzia eneo la marekebisho, mzungumzie Chema Lone, msimu wake wa 3, wa pili sio wa 3, kitu kama hicho. Tuambie performance yake, na wengi wanataja kwamba ni msimu wake wa mwisho ndani ya Simba. Ni mwalimu sasa. Hapo shughuli inakuja kwa mwalimu. Uliona sisi tulimkataa Mutale katikati pale. Tukasema Budo anazingua, lakini kocha kwa anamlazimisha ingia. Umeona sasa akawaka akaperform mpaka akaitwa national team ya Zambia. Maana yake nini? Maana yake kwamba mwalimu akikuwa anajua kwamba huyu mtu inawezekana anapitia kipindi kigumu. Kwa hiyo mwalimu tuendelee kumpa wakati, yeye ndo ataamua nani aondoke, nani abaki. Sisi tunaweza kusema fulani aondoke afu mwalimu akamwacha. Kwa hiyo mwalimu mwenyewe anajua kwamba mapengo yako wapi. Tulimkabidhi timu na kutufanyia makubwa, tumuamini kwa ajili ya msimu unaokuja pamoja na viongozi wetu. Umoja wetu huu ambao tunao ndio tunaende nao, tuame nao kwa ajili ya mwaka kesho ili tuende tuchukue ubingwa wa kombe la NBC, CRDB pamoja na nusu finali kombe la klabu bingwa Afrika. Ikiwezekana hata tufike finali ya klabu bingwa barani Afrika. Neno moja kwa wazee wa Young Africans kuelekea kwenye huu mchezo ili mbebe kombe ile ambalo nyewe msimu huu mnalitamani liwe la kufutia machozi ndani ya miaka 4. Nini ambacho unachowaambia, washikilie bomba ama waterereke wafuate waingie kwenye mfumo wenu? Hivyo washikilie bomba mwanzo mwisho. Mimi jana nimefurahi sana msimamo. Ule msimamo mzuri sana. Ule msimamo ni mzuri, wabaki nao hivyo. Kwa sababu si malumbano yao na bodi ya ligi si hatuhusu. Msimamo wao baki, sisi tutapeleka timu, kama watakuja tutakabiliana nao. Kama mmemwingiza bodi ya ligi kwenye mfumo? Kwa sababu bodi ya ligi si wanaozumbana nao Yanga. Umeona wao ndio wanaolumbana nao. Wanawaambia waachie, wanasema si hatuachii. Ndio shida yao. Sisi wao achia, wanasema si hatuachii. Yanga wanasema hivi na hivi, kwa hiyo ndio wanalumbana. Yanga walumbani na Simba. Yanga wanalumbana na bodi ya ligi. Kwa hiyo mambo yao tunawaachia wenyewe, sisi tutapeleka timu, waje wakutane na kina Mpanzu sawa. Wasipokuja basi Simba achukue ubingwa wake mwaka 2025.
Mungu awabariki sana, Mungu awabariki Kishamba Media. Huyo ni mchungaji wa Simba, shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba. Tuko tunazungumza naye kuhusiana na Young Africans na msimamo wao mpaka hivi sasa. Timu za taifa zipo katika majukumu yake ya timu za taifa, lakini kwa hapa nyumbani kile ambacho kinachoendelea ni kuhusiana na mchezo namba 184, naye ametupa mtazamo wake akitamani wazee wao waendelee na wao msimamo ili wao waweze kupata ushindi wa mezani na waweze kuondoka na kikombe cha ligi kuu ya NBC, lakini pia wako tayari kwa wao kukabiliana na Young Africans kama wataleta timu hiyo siku ya Juni 15. Endelea kusalia na Kishamba Media, kote tunafahamika Kishamba Media, kuanzia YouTube channel yetu, Instagram, Twitter, X, kote ni Kishamba Media.